Kikosi cha Yanga kimeianza safari alfajiri ya kuamkia leo hii kuelekea katika taifa la Misri kwa mafarao au unaweza ukapaita Egypt. Yote kwa yote ni sehemu ya kuelekea katika mchezo wao wa CAF Champions League, mchezo ambao wanataraji kucheza kesho kutwa siku ya tarehe 23 ya mwezi huu wa kwanza katika taifa hilo la Misri. Yanga akitaraji kuwa mgeni katika uwanja ambao wanaotumia wenyeji wake kwa maana ya vijana wa kikosi cha timu ya Nation Al Ahly. Moja mchezo ambao unataraji kuteka hisia za watu wengi, moja mchezo ambao unataraji kuwa na ushindani mkubwa kulingana na kila ambacho kimekuepo na performance nzuri zaidi ambayo tumetazama na mengi ambayo tayari yamezidi kuonekana kama sehemu ya mtaji mkubwa na mengi makubwa ambayo pia tunazidi kuyamulika na kuyatazama kama sehemu ya ubora, ufanisi na uweredi wa mengi makubwa yaliyotukuka ndani ya kikosi hicho. Bwana, wakati unazungumza nawe tayari kikosi cha Yanga kimepata nafasi ya kutua au kimewasili salama katika taifa la Misri katika mji wa Cairo. Ni wakati ambao tutakwenda kushuhudia Yanga wiki hii wakiwa bize kwa ubora wao mkubwa wanaohitaji kuonesha kwa kiwango na kwa kiasi kikubwa pia ambacho wanahitaji kuonesha, ikiwa ni moja ya ufanisi, uweredi na mengi makubwa yaliyotukuka katika nafasi hiyo na katika mengi yanayozidi kuonekana. Kikosi cha Yanga ambacho kimesafiri na nyota wake wapya na wachezaji wa zamani, kikosi ambacho pia kimewatima baadhi ya wachezaji kina Celestine Ekuu ambao hawajapata nafasi ya kusafiri na kikosi moja kwa moja, ndio nyota ambao tumetazama wameweza kutemwa na ndio nyota ambao hawajaweza kusafiri na kikosi. Ekuu pamoja na mwenzake kwa maana ya Mohamed Dumbia ndio nyota ambao Yanga imeweza kuwaburuza. Bwana, Yanga watu wengi walikuwa naamini ya kwamba wenda wakavamiwa na wakazuiliwa kuweza kufanya kila ambacho kingeweza kufanyika na kila ambacho ingeweza kuonekana katika sehemu moja au sehemu nyingine zaidi ya mengi ambayo tunazidi kutazama kama mtaji mkubwa na mengi makubwa ambayo tayari yanaonekana na kama sehemu ya ubora mkubwa zaidi ambao pia tunazidi kutazama na mengi ambayo pia yanazidi kuonekana kama sehemu ya mtaji mkubwa na mengi makubwa pia ambayo yanazidi kuonekana. Yanga walipitia katika wakati mgumu, ikiwa ni wakati ambao walikutana na changamoto ya kuzuiliwa katika upande wa airport kwa zaidi ya masaa matatu katika taifa la Algeria, wakati ambao walikuwa wakijiandaa na mchezo wao dhidi ya JS Kabylie. Vurugu ambazo zimekuwa zikifanywa na Waarabu, ikiwa yote kwa yote ni sehemu ya kuwatoa mchezoni timu pinzani. Sasa ndicho kitu ambacho watu wengi pia walikuwa wanasubiri. Je, Yanga atakuwa amezuiliwa katika upande wa airport? Hilo limekuwa ni swali la kwanza ambalo limekuwa mezani, na majibu yake moja kwa moja Yanga amekuja kuyatoa na kudhihirisha kwamba leo hii angalau nafuu umeonekana, hawajaweza kuzuiliwa. Kikosi cha Yanga kupitia katika peji yao ya Instagram wamepandisha taarifa wakionyesha nyota wake na Ibrahim Abdul Baka akionekana kwenye picha, Aran Okero anaonekana, Shedra Kaisa Kaboka, Damaro Kamara anaonekana, Kibwana Shomari anaonekana, Dickson Joe pamoja na Frank Asinki, wote wakiwa ni sehemu ya nyota ambao tayari wameweza kutua na tayari wameweza kuwasili. Yanga wakaandika hivi: wananchi tumewasili salama Cairo. Wanasema wananchi tumewasili Cairo. So Yanga tayari kikosi kimetua muda huu ninavyozungumza nawe kwa ajili ya kuanza maandalizi mara moja ya kuhakikisha kwamba wanawavaa vijana wa kikosi cha Nation Al Ahly katika mchezo. Taarifa mpya kutokea katika upande wa taifa la Misri, hakuna vurugu iliyotokea na Yanga hawajaweza kuvamiwa au kusimamishwa kwa muda mrefu katika upande wa airport kama ambavyo Waarabu wenzao waliweza kuwafanyia wakati ambao kikosi hichi kilikuwa katika taifa la Algeria. Ni mwendelezo wa matukio haya ambayo yamekuepo, lakini katika upande huu leo hii Yanga naweza nikasema na taifa la Misri limekuwa ni taifa la neema kwa upande wao, kwa sababu haijaweza kujitokeza tena tukio la kuweza kuwasimamisha airport kwa muda mrefu. Kikosi kimetua na kimewasili salama, ndio wakati ambao maandalizi
yanaanza moja kwa moja katika upande huo. Kwa haya mengi ambayo tutarajie upande wa Yanga katika upande wa kikosi chao kuelekea katika mchezo wa tarehe 3 na namna ambavyo wamepokelewa kifalme zaidi, tutarajie nini, tutegemee nini zaidi mchezo wa dhidi ya National Al Ahly? Maoni yako ni muhimu, lakini pia usubscribe kwa kwanza kunufaika na kupata taarifa zote zenye ujazo na mwendelezo wa michezo zaidi.